Bunge la Senate la Marekani linalodhibitiwa na chama cha Republican limepitisha azimio la pamoja ambalo linamtaka Rais Donald Trump kusitisha ushiriki wa Marekani katika vita dhidi ya Iran au kutafuta idhini ya Congress kabla ya kuendelea na hatua zozote za kijeshi, katika hatua inayotafsiriwa kama pigo jipya la kisiasa kwa ikulu ya White House wakati juhudi za kusitisha mapigano zikiendelea. Azimio hilo lilipitishwa Jumanne jioni kwa kura 50 dhidi ya 8 baada ya maseneta kadhaa wa Republican kuungana na Democratic, jambo ambalo linaonyesha kuongezeka kwa wasiwasi wa pande zote mbili kuhusu nafasi ya Marekani katika mzozo huo. Hatua hiyo imeifanya Senate kuwa chombo cha pili cha Congress kuidhinisha azimio hilo baada ya bunge la wawakilishi pia kulipitisha mwezi Juni. Katika kura ya awali ya bunge hilo, wajumbe 4 wa Republican waliungana na Democratic wote kuunga mkono azimio hilo na kulifanya lipite kwa kura 215 dhidi ya kura 208. Kwa msingi huo, hatua ya Senate imeongeza uzito wa kisiasa wa msimamo wa Congress kwamba rais hapaswi kuendelea na vita bila ridhaa ya wabunge. Azimio hilo linategemea sheria ya nguvu za kivita ya mwaka 1973, sheria iliyowekwa ili kupunguza uwezo wa rais wa Marekani kuingiza nchi vitani bila usimamizi wa Congress. Kwa mujibu wa sheria hiyo, rais anatakiwa kupata idhini ya bunge ikiwa operesheni za kijeshi zitadumu kwa muda mrefu au kupanuka kwa vita kamili. Hiyo ndio sababu wapinzani wa hatua za Trump dhidi ya Iran wanasema ni lazima Congress ihusishwe moja kwa moja kabla ya Marekani kuendelea na mashambulizi au kupeleka wanajeshi katika mapigano mapya. Kihistoria, kura hiyo imeweka alama muhimu zaidi kwa kuwa ni mara ya kwanza tangu kupitishwa kwa sheria hiyo mwaka 1973 ambapo mabunge yote mawili ya Marekani yamepitisha azimio la pamoja ambalo linalenga kuzuia au kusitisha hatua za kijeshi za rais. Hata hivyo, licha uzito wake wa kisiasa, azimio hilo halina nguvu ya moja kwa moja kisheria kwa sababu ni concurrent resolution. Maana yake halitapelekwa kwa rais kutiwa saini na haliwezi kumlazimisha kikatiba kubadilisha uamuzi wake wa kijeshi. Pamoja na udhaifu wa kisheria, kura ya Senate imeongeza pressure kwa White House katika kipindi ambacho Marekani inakabiliwa na maswali mengi kuhusu gharama za kisiasa, kiusalama na kiuchumi za vita dhidi ya Iran, kupanda kwa bei ya mafuta duniani, hofu ya kuvurugika kwa usafirishaji wa nishati katika Ghuba ya Uajemi na kuongezeka kwa upinzani wa umma dhidi ya kuendelea kwa mzozo huo ni baadhi ya mambo ambayo yanaongeza uzito wa mjadala ndani ya Marekani kuhusu iwapo vita hivyo vina maslahi ya moja kwa moja kwa taifa hilo. Wale waliounga mkono hatua hiyo ndani ya Congress wanasema ujumbe wao ni kwamba rais hawezi kuendelea kutumia jeshi bila mipaka na bila uwajibikaji wa kisiasa kwa wabunge wanaowakilisha wananchi. Kwa mtazamo wao, hata kama azimio hilo haliwezi kumzuia Trump, papo hapo linaweka kumbukumbu rasmi ya upinzani wa Congress na linaweza kutumika kama msingi wa hatua nyingine kali zaidi endapo mapigano yataendelea kuongezeka. Pia linaonyesha kuwa ndani ya chama cha Republican chenyewe kuna sauti zinazotilia shaka mkakati wa White House juu ya Iran. Kwa upande mwingine, White House imejaribu kupunguza uzito wa kura hiyo kwa kusema kuwa mazingira sasa hayafikii kiwango cha mzozo unaohitaji kuondolewa kwa majeshi ya Marekani. Afisa mmoja wa ikulu ya White House alinukuliwa akisema kuwa tangu makubaliano ya kusitisha mapigano April, hakuna hali ya vita inayoendelea ambayo ingeifanya Marekani kulazimika kubadili uwepo wake wa kijeshi kwa misingi ya azimio hilo. Licha ya msimamo huo wa White House, kura ya Senate imeacha wazi kwamba vita vya Iran sasa si tu swala la uwanja mapambano, bali pia ni vita ya kisiasa ndani ya Washington kuhusu nani mwenye mamlaka ya mwisho ya kuipeleka Marekani vitani. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.